Bana, watoto wa kike wa mastaa wa Bongo of course wamekuwa ni gumzo sana hapa Tanzania, na hasa ukiangalia tabia zao, the way ambavyo wazazi wao wamekuwa wakiwalea kwa namna moja ama nyingine. Sasa tumeona kuna baadhi ya mastaa ambao of course wamekuwa na watoto wao wameshaanza kuwa wakubwa sasa hivi. Wadau wamekuwa wakijaribu kutathmini kuona kwamba je, mienendo ambao wazazi wao wanaishi, yani mastaa wanaishi, je, wamewatengenezea mazingira dhahiri kabisa watoto wao nao pia kupita katika nyadhifa hizo. Sasa mimi leo nimekusogezea baadhi ya watoto wa mastaa wakubwa hapa Tanzania ambao of course wamekuwa wakifatisha mienendo ya wazazi wao, the way ambavyo wamekuwa hasa katika sekta ya burudani kwa maana ya sanaa na kwa namna moja ama nyingine. Sasa miongoni mwa watoto ambao wamekuwa wanaonekana kabisa wanapenda kile ambacho wazazi wao wanachokifanya, tunamzunguzia mtoto wa Hamisa Mobeto, miongoni mwa mwanadada ambaye of course amekuwa akifanya vizuri sana kwenye tasnia hii ya sanaa, hasa kwenye upande wa mambo ya fashion na nini na vitu kama hivi hapo. Sasa mtoto wa Hamisa Mobeto amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifanya hivi. Hamisa Mobeto of course tunafahamu ana watoto wawili, na mtoto wake wa kwanza kabisa ambaye of course alizaa na Majizo. Of course ukimwangalia ni mtoto ambaye anapenda sana muonekano au anapenda mitindo. Ni mtu ambaye anapenda sana kuonekana katika kamera kwa kile ambacho amekuwa anachokifanya pia mama yake, na ana enjoy nacho kwa namna moja ama nyingine. Lakini mtoto wa pili ambaye of course tunaona mienendo ambayo wanaifanya wazazi wake, ambaye of course hapo tunamzungumzia Lola. Huyu ni mtoto wa Whozu pamoja na Tunda. Unajua Lola mara kadhaa amekuwa akionekana kwenye baadhi hata za video za baba yake, ambapo wamekuwa wakifanya challenge kadhaa na vitu kama hivi hapo. Sasa inaonekana kabisa mtoto huyu Lola tayari ameshaanza kutengenezwa mazingira mazuri ya kuja kuwa sehemu ya star mkubwa wa kike ambaye anaweza kufanya vizuri. Unakumbuka ile Ganda remix ya kwake Mzee wa Bwaksi of course aliweza kuifanya kipande kimoja, aliweza kukifanya Whozu ambacho akiwa yuko na mtoto wake, binti yake Lola. Na hata ukipita kwenye page ya Lola unaona ni mara kadhaa sana amekuwa akicheza kidansi na vitu kama hivi hapo. Naye pia tunaona kabisa ni miongoni mwa watu ambao wanafuatisha kile ambacho wanachokifanya wazazi wao. Lakini mtoto mwingine ambaye amekuwa ni gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii huko hapa bwana, huwezi kuacha kumsema mtoto wa Nandy pamoja na Billnass ambaye anajulikana kama Naya Billnass, au sio? Sasa Naya bana ni miongoni mwa watoto ambao ni wadogo, lakini wamekuwa wana akili kubwa sana kulingana na maisha ya wazazi wao, the way ambavyo wamekuwa kiishi nao. Tunafahamu kwamba Billnass pamoja na Nandy wako na mtoto mrembo kabisa ambaye amekuwa akifuatisha mienendo. Tunaona hata ukiingia kwenye Instagram zao, the way ambavyo wazazi wao wamekuwa kizrani hizo account zimekuwa kama vile za mastaa tayari. Yani hata wafuasi pia wamekuwa ni wengi kwa namna moja ama nyingine, na kuna baadhi ya vituko watoto unaanza kuviona. Wanasema kwamba mtoto mdogo unaanza kumuona kuanzia akiwa chini, unajua kabisa anapenda kitu fulani. Lakini next one ni mtu mwingine ambaye of course tunafahamu kwamba huyu pia ni star ajaye, au ni miongoni kati ya mtu ambaye amekuwa akipostiwa sana au akitafutwa sana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Hapa tunamzungumzia Tifa Dangote. Tunamzungumzia Tifa, mtoto wa Diamond Platinum pamoja na Zari. Sasa katika listi nzima ambayo nimekutajia, lakini ukija kwenye Tifa, of course Tifa sasa hivi ni mkubwa, ana miaka kama 12 hivi, ambaye kuanzia muonekano wake, physical appearance, the way anaongea, unaona kabisa huyu ni star mkubwa sana wa baadaye ambaye anaweza akatikisa kinoma noma kama vile ambavyo baba yake na mama yake wamekuwa wakiwa wanatikisa katika Afrika, hata nje ya mipaka ya Afrika pia wamekuwa wakifanya vizuri. Sasa tunaona mazingira ambao Diamond ameweza kumtengeneza mtoto wake, uweze kujua kama Tifa ni mtoto fulani wa Tandale hivi, au sio? Lakini kweli ni dogo wa Tandale, lakini mwisho wa siku sasa hivi amekuwa ni miongoni mwa watoto ambao wamekuwa kitazamwa sana nje ya boksi, kwa
kwamba wanaweza kawa wametengenezewa mazingira mazuri ya kuja kuwa watu fulani wakubwa, hasa kwenye elimu, lakini pia the way anaongea huwezi kuona kama ni mtoto fulani wa Uswahilini. Kwa hiyo nimekusogezea listi hii na faida pia za watoto kulingana na wazazi wao, lakini kama wazazi watakuwa wanafanya mavimavi, of course nao pia wanaweza wakafanya hivyo hivyo, kwa sababu wanaona baba anafanya, mama anafanya, so why mimi nisifanye? So inaweza ikawa hivyo. Bana, mimi nimekusogezea hii hapa listi ya watoto wa mastaa ambao of course wanafuatisha mienendo ya wazazi wao au wametengenezwa mazingira na wazazi wao kwa namna moja ama nyingine. Vipi wewe, una mtoto gani mwingine ambaye unaona anaweza akawa ni gumzo katika tasnia baadaye? Kuna upande wako wa comment hapo, dondosha comment halafu twende sawa.